Uongozi wa mamlaka wa viwanja vya ndege vya kimataifa wa Sheikh Abeid Amani Karume umekanusha taarifa inayoenea katika mitandao ya kijamii inayohusu kukiri kuibiwa kwa mizigo ya abiria. Akitoa ufafanuzi kwa waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa mamlaka wa viwanja vya ndege wa Abeid Amani Karume, Seif Abdalla Juma, huko uwanja wa ndege wilaya Magharibi Unguja, amesema kuwa baada ya kutokea kwa tukio hilo, mamlaka iliamua kuunda kamati maalum kama hapa anavyoeleza. Kwamba kuna wizi wa mizigo unaofanyika katika uwanja wa Abeid Amani Karume. Sisi hii taarifa imetushangaza sana. Tunajua taarifa ambayo imetoka vizuri ni taarifa iliyotolewa na Mawio, haikubadilisha kitu, na tulichokisema ni kwamba tumepata malalamiko na tumeyafanyia kazi, na tulichobaini ni kwamba kuna mizigo ambayo tumekuta kweli imefunguliwa kabla ya kufika Zanzibar. Kwa cha mwanzo, kwanza tunakanusha kwamba taarifa iliyotolewa sio sahihi. Hakuna tamko lolote lililowahi kutoka katika taasisi hii ya mamlaka ya viwanja vya ndege iliyosema kwamba inakiri kwamba wizi umefanyika au unafanyika katika uwanja wa kimataifa wa Abeid Amani Karume. Ndugu waandishi wa habari, tulipata malalamiko kutoka kwa wafanya biashara. Malalamiko kwanza, mizigo inafunguliwa, lakini malalamiko ya pili kwamba kuna uwezekano kwamba mizigo yao inaibiwa. Tulipata malalamiko rasmi tarehe 29 Disemba, ambayo tarehe hiyo 29 Disemba tukafanya kikao maalum na wenzetu. Nikizungumza wenzetu, sisi mamlaka ya viwanja vya ndege, kazi yetu ni kusimamia shughuli zote za uwanja wa ndege, lakini kuna kampuni mahususi ambayo inaitwa Ground Handling Company, yani kampuni ya kuhudumia ndege na mizigo, pamoja na wadau wa ulinzi na usalama kuzungumzia kadhia hii. Tuliwataka wenzetu wa Ground Handling Company kufanya uchunguzi wa kadhia hii, lakini sisi kwa upande wetu kama mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar na wasimamizi wa shughuli za uwanja wa ndege, tukasema tuunde kamati maalum ambayo iliongozwa na meneja wa security kuangalia na kuchunguza kwa kina kadhia hii ili kujua chanzo cha kadhia kama hii. Tutajiuliza kwa nini tuliunda kamati. Utaratibu wa ndege zinapowasili nchini huwa zinateremsha abiria, lakini vile vile zinateremsha mizigo. Uwanja wetu una kamera maeneo yote, lakini hakuna kamera ndani ya ndege. Maanake mizigo inakuwa ndani ya ndege, tunaita baggage hold, yani eneo la kuhifadhia mizigo. Eneo la kuhifadhia mizigo ni eneo linalomilikiwa na shirika la ndege husika. Kwa ndege hizi kitaalamu, technically hazija equipped, hazikuwekwa kamera za kuchunguza matukio katika eneo hilo. Kwa hiyo hili kwa ni eneo la kwanza, kwa nini tuunde company? Maanake wengine wanauliza kwa nini msione kwenye kamera. Hatuwezi kuona mpaka ndani ya ndege husika. Kwa hiyo kamati hii tulipa kazi kuu mbili. Ya kwanza, kwenda kukagua mizigo yote inayowasili, na hasa mizigo ya wafanyabiashara wanaotokea maeneo ya China na Dubai. Lakini la pili, kuhakikisha wale ambao wanatoa huduma ya upakuzi wa mizigo wanakaguliwa wanapoingia katika ndege na wanapotoka katika ndege, ili kama kuna swala la wizi uweze kulibaini. Hiyo ni hatua ya mamlaka ya viwanja vya ndege. Lakini hatua ya pili, tulimtaka mhudumu wa ndege
tunaita ground handling company kuhakikisha kwamba watendaji wake wanavaa kamera, tunaita body cam, lakini vile vile inaweka kamera katika eneo lile ambalo tulisema hakuna kamera kwa mujibu wa design ya ndege. Kamati ilifanya kazi kwa muda wa mwezi mzima kuanzia tarehe 1 Januari hadi mwisho wa mwezi wa Januari ili kuona kama kuna swala lolote la wizi, swala lolote la ufunguzi wa mizigo na hali nzima ya mwenendo wa mizigo inawasili Zanzibar. Tulichogundua, ndugu waandishi wa habari, tumegundua zaidi ya mizigo 100 ambayo imewasili katika kipindi hichi ikiwa aidha imeharibika au imefunguliwa, na imeharibika au kufunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar. Naomba nirejee jamani. Kamati imegundua kuna mizigo zaidi ya 100 aidha imeharibika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar kwa sababu tofauti ambazo nyingine pengine tunazifikiria lakini nyingine hatuzijui. Hicho ndo ambacho tumekibaini, na nafikiri karibuni hivyo wenzangu nilikuonyesheni baadhi ya matukio mbalimbali, waandishi wa habari mmeyaona, lakini na video fupi ambayo tumekuonyesheni ambayo imeonyesha mizigo ambayo imeathirika au imefunguliwa kabla ya kuwasili Zanzibar. Aidha, amefahamisha kuwa hakuna uthibitisho wowote uliothibitisha kuna mzigo uliofunguliwa katika viwanja hivyo. Kwa hiyo nafikiri lengo letu leo ni kwanza kutoa hiyo clarification, yani ufafanuzi kwamba hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja. Hakuna ushahidi wowote wa moja kwa moja kwamba katika uwanja wetu kuna wizi unaofanyika wa mizigo unaowasili Zanzibar. Hakuna uthibitisho tuliopata hadi sasa uliothibitisha kwamba kuna mzigo wowote aidha umefunguliwa au umeibiwa katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Kwa yale madai ambayo yamesemwa, yamesambazwa ni uvumi, upotoshaji, na kwa kweli umeathiri sana image yetu kama nchi, lakini image ya uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume. Kwa sisi tumelaani, pengine limefanywa kwa kutokujua, lakini impact yake imekuwa kubwa kwetu, lakini inaweza kuwa kubwa kwa nchi kwa ujumla. Sasa swala ambalo linakuja lilofuata kwamba katika mazingira gani mzigo unaweza kufunguliwa. Maana mwingine anasema basi Dubai ukafungue mzigo. Katika mizigo, abiria anakuwa na mizigo aina mbili. Wakati mwingine scenario namba 1, abiria ana mizigo wa hand luggage, kwa maana mzigo wa mkononi, na ana mzigo unaitwa check-in luggage, kwa maana mzigo wa kuingia uko kwenye hold, kwenye ilo behewa la ndege. Hii mizigo yote miwili ina taratibu tofauti. Kuna baadhi ya vitu vinaruhusiwa kwa msafiri kusafiri navyo kwa kutumia mzigo wa mkononi, lakini kuna vitu haviruhusiwi usafiri navyo kwa mzigo wa mkononi. Lakini kuna baadhi ya vitu vinaruhusiwa kusafiri navyo mzigo wa mkononi, lakini kwenye mzigo wa kuingia ndani ya ndege haviruhusiwi. Na mara nyingi watendaji wa mashirika ya ndege na wahudumu wa ndege huwa wanatoa maelezo hayo ya kutosha. Kwa mfano, katika mzigo wa mkononi utaambiwa huruhusiwi kutembea na kimiminika cha zaidi ya milimita 100. Huruhusiwi kubeba kisu katika mzigo wa mkononi. Maanake hata kama una chupa ya maji ile ya milimita 500 ile hairuhusiwi kwa mzigo wa mkononi. Lakini mizigo hii inaruhusiwa sasa, pengine imekatazwa kwa mzigo wa mkononi, lakini inaweza karuhusiwa kwenye mzigo wa kwa mfano una perfume yako nzuri tu, lakini na milimita 200 inabidi ukaitie kwenye mzigo wa ndani ambao unaingia ndani ya ndege.
Kitu kingine, kwa mfano, vitu vyote vyenye asili ya betri, mfano simu, mashine za kunyolea, unaweza ukasafiri nazo kwa mzigo wa mkononi, lakini huruhusiwi kusafiri navyo kwa kutumia mzigo wa ndani. Wakati mwingine wasafiri wanajisahau, anaweka vitu vyenye betri, ana mashine za kunyolea ambazo zina betri. Wakati mwingine mtu anaweka simu zake kule, lakini simu zake zina mabetri Sasa katika taratibu za viwanja vya ndege, watu wa usalama wanayo haki ya kufungua, kwanza kuangalia aina gani ya kimiminika ulicho nacho, hata kama umetia kinaruhusiwa. Lakini la pili, wana haki wakihisi kwamba kuna tatizo la kiusalama wakavitoa. Na hapa naomba nirejee, nikisema taratibu za kiusalama, maana yake usalama kwa nchi anaotoka. Kwa mfano Dubai, umechukua mwenyewe mashine zako za kunyolea ndevu zenye betri, ukazitia kwenye mzigo wako wa ndani ambao unaingia ndani ya ndege, wanaweza wakafungua na wakazitoa bila ya consent yako, bila ya ruhusa yako. Na so wakati mwingine unaweza kukuta hapa kwamba mzigo umefunguliwa, ukakuta mashine haipo. Mwingine anaweza akasema kwamba mzigo huu umeibiwa. Mazingira ya pili ni haya ambayo tunayafikiria katika maeneo mbalimbali ya viwanja huko. Ukiondoa Zanzibar, pengine kuna watu ambao sio waaminifu wamefanya hiyo hujuma ya kuchukua. Lakini all in all, tunachotaka kusema sisi kwamba sisi kama Zanzibar, kwa uchunguzi wetu uliofanya, hakuna ushahidi wowote, unless kama kuna mtu ana ushahidi au lete kwetu sisi, tutaufanyia kazi na tutachukua hatua zinazostahiki. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.